mradi huo. Alivyosema wananchi nikakumbuka. Yaani sasa hivi serikali inatumia formula ile ile ya Yanga, mwekezaji ni mwananchi mwenyewe. Kwani ile imewahi kuleta ugomvi? Imewahi kuleta ugomvi? Mwekezaji ni mwananchi mwenyewe. Wale wengine mpaka katiba wamekuja kupata juzi baada ya mimi kuambia hawa ndugu zetu hawa, jamani, wapatieni katiba, mbona mnawacheleweshea? Wasije wakahisi hii mambo mengine ni kwa sababu hawana katiba. Na hata ile la juzi lile umeona hawajatuzomea sana, kwa sababu anajua hatujamalizana. Usiku wa Dennis ya ukawii kucha. Iko lini? Lakini masa mimi siku hizi timu hizo zote ni zangu. Hii nyingine ya kazini, hii nyingine ya moyoni. Niliwapongeza jana, nikasema kwa kweli inaitwaga mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Aisee, wale jamaa wavumilivu. Wapeni maua yao. Wapeni maua yao kwa kushinda, lakini pia wapeni maua yao kwa uvumilivu. Aisee, mvumilivu hula mbivu. Yaani mtoto ameanza form 1 mpaka akafika form 6. Simba haijawahi kushinda na jamaa wapo tu. Na baada ya hapo zikachezwa dakika 90 hawajashinda, jamaa wapo tu mpaka wakashinda. Simba hongereni sana. Simba mpo? Hongereni bwana, hongereni, mmepigana bwana. Hongereni bwana, mmepigana bwana. Lakini hata mkiwapiga na tarehe 3, hii si kama ya Mandonga tu. Yaani hata mkishinda ni kama mmeshindwa tu. Mmeshafungwa mara nyingi hivi. Haya, Makambako oye! Makambako oye! Jamani, tunakubaliana sasa nitakuja ziara. Na tutakuja tuongee zaidi. Nimalizie eneo moja. Amesema vizuri na kijana wetu hapa. Tutunze amani ya nchi yetu. Hilo ni jambo la msingi sana. Amani ya Makambako, mnufaika mkubwa ni mwana Makambako mwenyewe. Hili zingatieni sana. Amani ya Makambako ikivunjika, sisi kule Usukumane tunaendelea kula ugali tuna maziwa. Wanaoumia ni nani? Ni wana Makambako. Kwa hiyo mdau wa kwanza wa kutunza amani katika eneo lako ni wewe mwenye eneo mwenyewe. Ndio maana kwenye Biblia Mungu anawaambia mpaka walio kwenye nchi ya utumwani, anasema uombeni ule mji niliowapeleka kuwa watumwa. Hata wa utumwani anasema uombeni. Anasema kwa maana kupitia amani ya mji ule nanyi mtapata amani. Hebu fikiria, hata mji wa utumwani unaambiwa uombee. Sasa itakuwa wewe ambaye Makambako, nchi yako, Mungu kakupa nchi nzuri. Tunzeni amani ya Makambako. Siku hizi kumekuwepo na hizi taratibu za dunia kuunganishwa kwenye viganja. Anatokea mtu mwingine yuko sijui wapi huko, mwingine hana hata uraia, mwingine hana hata habari ya kurudi hapa, anakutuma ufanye fujo. Yeye yupo kule, anapata mvinyo wake, anaangalia wewe unavyoumia. Hayo mambo tuyakatae. Hata tunapokuwa na jambo tunalotaka tufanyie kazi. Nchi yetu hii ina uzoefu wa kutatua matatizo mpaka ya nchi za jirani. Tanzania ndio ilikuwa mmeshasahau mstari wa mbele kwenye ukombozi wa Afrika. Sasa sisi tutashindwa kushughulikia vitu vyetu hapa hivi. Na sisi kule kanda ya kati kule ilikuwa ikitokea kitanda kina kunguni, wala tulikuwa hatuchomi nyumba, unachemsha maji tu, unamwagia kunguni, wanaondoka, unaendelea kulala.
Ndio, hatuchomi nyumba nzima kwa sababu eti kuna kunguni. Ninyi huku mnafanya hivyo? Unachoma nyumba nzima kwa sababu kuna kunguni kwenye kitanda? Na mimi ndo nimepewa kazi hiyo ya kuchoma kunguni wanaowanyima watu raha, wanaowanyima Mheshimiwa Rais ameahidi tabasamu. Mimi ndo nimepewa kazi. Kama kunguni wanakunyima tabasamu, mimi ndo nimepewa kazi. Na ndio maana hata ikitokea tatizo kwenye ndoa, nashuka kama mwewe mpaka na huko ili watu watabasamu. Ndio. Mheshimiwa Rais ameahidi tabasamu, na kwa mujibu wa katiba yetu, Mheshimiwa Rais akishaelekeza, waziri mkuu anatakiwa atekeleze. Mheshimiwa Rais anasema anataka kuacha tabasamu. Chochote kinachokunyima tabasamu kilete hapa. Dawa yake iko hapa. Njombe oye! Makambako oye! Haya, asanteni sana. Nitumie sasa fursa hii tumkaribishe mzee wetu asalimie.